Ya leo baada ya muda mrefu nimeamua kurudi tena. Jina langu naitwa Aisha, wengine walikuwa wakiniita Genius kipindi hicho nasoma, na ndio maana unaona jina la channel yangu inaitwa Aisha Genius. Nilikuwa nafanya sana kipindi hicho, niko chuo Mwanza. Kipindi hicho tunakutana na kina Vanilla na wasanii wengine na maproducer wengine kama Meshen ambaye yupo kwa Rai sasa hivi. Kipindi hicho tunafanya pamoja chuo. Lakini baada ya hapo mimi nilivyomaliza chuo mwaka 2018 nikastiki kidogo kwenye mambo mengine, kazi nyingine, kwa nikawa nimeacha kufanya muziki. Kwa leo nimeamua kurudi kwa ajili ya beginners. Sipo hapa kwa ajili ya wale mapro. Najua mapro mnajua vitu vingi, mnaelewa almost kila kitu. Kwa nipo kwa ajili ya beginners, wale ambao wanataka kujifunza kutumia FL Studio. Hapa leo kuna kitu nilikuwa najaribu hapa. Nilikuwa nataka nipate beat fulani ambao ni zuku, lakini zuku kompa ambayo ina ukompa fulani, ila sio ile typical kompa kabisa, kwa ajili ya mtu ambaye anaweza kaimba nyimbo kwa ajili ya kuinspire watu, nyimbo ambazo zinagusa maisha ya watu, ni kama gospel fulani au street gospel ambazo nyingi ambazo ndo watu wanaziimba sana sasa hivi, wakina Obi Alpha, Matias Walchupa na wengine wanaziimba sana hizo, na ndio maana masela wengi mtaani wanasikiliza pia muziki yao, licha ya kwamba wengine huaga hawaendi hata kanisani wala hawajishughulishi kuhusu Mungu. Kwa hiyo nitaka kufanya kitu kama hicho, na percussion ambazo nilikuwa nimepiga, sijapiga vitu vingi na beat bado haijaisha, lakini mpaka hapa ilipofikia nadhani kuna ladha ambayo utaipata na kuna kitu utajifunza ndani yake. Kwa percussion nilikuwa nimepiga zilikuwa zina sound hivi, na hivyo vitu vyote ni vitu vya kwenye FL Studio, na hapo sijaongeza kitu chochote, sijamix chochote, kwa ina sound hivyo. Baada ya hapo sasa nikapiga chord progression, na hapa beginners wengi wao wanajiuliza sana, na wezeje nikapiga hizi chord progression. Kwenye video inayofuata nitakuelekeza namna ambayo unaweza ukaifanya wewe ikawa nzuri kwa ajili ya kupiga chord progression hata usipokuwa unajua kupiga kinanda. Maana maproducer wengine wengi wamekuwa wakiwaambia beginners uweze ukapiga chord progression bila kujua kupiga kinanda, lakini mimi nakumbuka kipindi najifunza kufanya hizi mambo nilikuwa namwangalia mtu, kuna jamaa anaitwa Snashas na Matizi, ni mtu ambaye alikuwa anafanya 2009 mpaka 2012. Hapo nilikuwa niko kidato cha kwanza kwenda cha 4, ndo nilikuwa namuona kipindi nasoma na natoroka shule naenda huko na muangalia anavyofanya. Kwa sikuwahi kufundishwa na mtu, ila nilikuwa nikiona vile anavyofanya, labda anapanga chini 2 moja afa anaruka nafasi 2 anaenda juu anaruka 3. Kwa nikawa natumia tu lile sikio, kitu kikisound off mara zote ni lazima tutasikia kwamba hiki kipo off. Kwa hicho nitakuja kukielezea jinsi ya kupiga chord progression kwenye video zinazofuata, lakini pia jinsi ya kutengeneza melodies, ambapo kwenye FL Studio kuna kitu kinaitwa ghost channels. Ghost channels ni hizi ambazo zina kivuli huku nyuma, ukiacha hizi za kijani zinazoonekana. Kwa hivyo vivuli ukishavitengeneza ndo vinakusaidia wewe kupata melody kutokana na kupiga ndani ya key ile ambayo ulikuwa umeipiga, ambayo ndo hii ya mwanzo ambayo ni chord progression. Ambapo hapo ukienda kwa wanaojua kupiga kinanda watakwambia kuna key C, F, kuna G, kuna A, kuna B, ambazo hizo sasa kwa kutumia FL Studio kwa wewe ambaye ni beginner haina haja sana ya kuteseka kuzijua, maana unaweza ukatumia sikio na hii mbinu ambayo nitaenda kukufundisha ili uweze kufanya kuelewa hicho kitu. Kwa hiyo chord progression yangu ilikuwa ni hii hapa ambayo nimeipiga hapa. Simple kabisa kama hivyo, lakini hii nilikopi sasa kuipeleka sehemu nyingine chini na juu. Ndio hiyo namna sasa kuweza kupata hizo ghost channels ili uweze kupata melodies, upige ndani ya key, usitoke nje ya nini ya key. Kwa hiyo nikazikopi nikazipeleka juu na chini kwa kupata nilipiga kuanzia wapi. Kama nilipiga kuanzia G5, lazima pia kule juu nitafute G6 ndio ianzie pale ili niweze kupata hizo ghost channels. Nadhani mmenielewa. Ndio hizi ambazo nimezikopi, na baada ya kuzikopi nikazima hapa kwa sababu sitaki zisikike. Kwa hizo zilinisaidia tu kupata vile vivuli ili nikipiga kitu kisitoke nje ya ile key ambayo
nimeipiga. Kwa baada ya kusound hivyo nikaja nikapiga gitaa ambalo nimelipiga kutoka kwenye Hypersonic. Kwa nini nimechagua hizi plugins? Hypersonic ni moja ya plugin pendwa kwa beginners na hata mapro. Kuna wengine hawawezi wakafanya mziki wowote au biti nzima bila kupiga kitu chochote kutoka kwenye Hypersonic. Hii ni plugin ambayo imesaidia sana watu kupiga bezi, unaweza kupiga R&B humu, unaweza kupiga hip hop. Yani ni plugin ambayo ina vitu vingi, yani imejitosheleza. Na beginners wengi ndo wana hizi plugins. Ukiacha hayo ma Contact, ma Omnisphere, Nexus 5 sasa hivi. Kwa hivyo ni vitu ambavyo kwa beginners utakiwi kuhangaika sana kuwa na programs ambazo ni za sasa hivi ambazo zinatumika sana, kwa sababu sound unaweza kaitengeneza pia vizuri kwa vile vidogo ulivionavyo, kwa sababu hizi plugins ambazo ni currently wengi hawana. Kwa hizi ni rahisi kuzipata, unaweza kaingia hata Get Into PC pale ukadownload bila shida yoyote ukapata. Lakini baada ya kupiga hiyo chord progression nikaja nikapiga gitaa. Nimekwambia hapa ni gitaa kutoka Hypersonic, ambapo nikachagua acoustic guitars na nikachagua baada ya kufunguka nylon plus hammers, na sound yake ikawa ina sound hivi. Kwa hivyo ndo gitaa langu lika sound hapo. Lakini baada hapo nikaja nikapiga kitu kingine kwenye Hypersonic ambayo mimi napenda marimba, na hata ukisikiliza biti nyingi za Mr. T-Touch alikuwa anapiga sana marimba na nilikuwa napenda sana, lakini hapa sija mix chochote. Kwa marimba nilopiga nimeenda kwenye kitu kinaitwa mallet, alafu nikachagua bezi marimba. Hapa sija mix chochote, kwa iko ni kavu na ukisikiliza ina sound hivi. Kwa hivyo ndo marimba yangu ikawa ina sound. Yote tu hiyo ni kutaka kuongeza ladha kwenye beat yangu ili iweze sound. Lakini pia nikaja nikaongeza kitu kingine kutoka kwenye Purity, ambayo pia ni plugin ambayo ni common na ni kwa watumiaji wa FL Studio ambao ni beginners, ni nzuri zaidi kwa sababu inapatikana kwa urahisi pia, lakini pia ni rahisi kuitumia. Kwa nikapiga kitu kwenye Bell and Pack nikachagua kitu kinaitwa Same Feel 1. Ndio hii sound ambayo utaisikia hapa nikiplay hii hapa. Usihangaike kama beginner kupiga mavitu mengi, kuchanganya kama ambavyo maproducer wengine wanafanya. Wale ni wazoefu. Wewe cha kufanya hapo, struggle kutengeneza melody ambayo ni simple. Msanii ataimba, itakuwa ni catchy, lakini pia haitakuwa na mambo mengi. Kadri unapozidi kuchanganya unaweza kupiga beat ambayo hata msanii akashindwa kuimbia. Kwa nikapiga hivyo. Lakini pia nikaja kupiga kitu kingine kwenye Hypersonic hapa kwenye Purity ambapo nika pale kwenye Bell and Pack nikachagua kitu kinaitwa Soft Mallet, na ukiwasha ukisikiliza yote kwa pamoja ina sound hivi. Lakini pia nikaja nikapiga bass ambayo pia ni kutoka kwenye Purity kwenye bass guitar, nikachagua E bass namba 5 ikawa ina sound hivi. Kwa kama hivyo ni base ambayo ni simple na bado sijamaliza kwa sababu nilikuwa nafanya kwa haraka kutokana na ubize. Nadhani biti ikishaisha nitawaonyesha jinsi ambavyo imeisha, lakini kwenye video zinazofuata pia nitakuwa nawaonyesha hatua kwa hatua kutoka mwanzo mpaka pale tutakapokuwa tunaishia, namna ya kutengeneza hizo melodies na vingine. Lakini ukiacha hivyo nikaja nikapiga kitu kingine kwenye Hypersonic ambao nikaenda kwenye strings nikachagua spiccato string ambao ni common kwenye biti nyingi, na ukiwekea reverb ni string ambayo ina sound vizuri sana na unaweza usijue kama ni spiccato string, lakini hapa ni kavu, sijaifanya chochote na ina sound hivi.